Shalom, shalom. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema hii ya leo ambayo Bwana amefanya. Ametuamsha salama, tuko wazima na leo hii tumekutana kwa ajili ya kukaa na kumsikiliza Mungu anasema nini na sisi. Kuna umuhimu sana wa kukaa na kumsikiliza Mungu anaongea nini na wewe. Hasa tunakumbuka kipindi kile cha Martha pamoja na Mariamu. Martha alikuwa na mdogo wake anaitwa Mariamu. Mariamu alikaa miguuni pa Yesu kumsikiliza. Lakini Martha alikuwa akihangaika kufanya shughuli mbalimbali kwa ajili ya kumpendeza Yesu. Lakini Bwana Yesu akasema Mariamu ndio amechagua fungu jema kukaa na miguuni pangu na kunisikiliza ninaongea nini. Kwa sababu unapomsikiliza Mungu ndipo maisha yako yanabadilika. Sio kutenda ni sawasawa, kutumika ni sawasawa, lakini zaidi sana kukaa miguuni pa Mungu na kumsikiliza. Anaongea nini? Mungu anasema nini? Mungu ananionya nini kwenye neno lake? Mungu anasema nini kwenye neno lake? Kwa hiyo wewe umechagua fungu jema siku ya leo kufungua clip hii na kupata kusikia Mungu anazungumza nini. Na leo tunaenda kuzungumza kuhusiana na adui wa nyumbani mwako. Adui wa nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongelea sana kwenye clip zilizopita kuhusiana na adui na wewe sisi kama wana wa Mungu ni namna gani ambavyo tuko katika vita na adui anatutafuta kwa sana. Hiyo nimeiongelea sana, lakini leo niko katika upande mwingine ambao sasa una adui lakini yuko nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu. Karibu saa hii na wakati huu. Mfalme, ukapate kutusaidia, ukapate kutusikizisha sauti yako, tukaelewe kile ambacho unatufundisha. Ninaomba hata kwa yule ambaye anatoa sadaka kwa muda huu, Mungu ninaomba ukabariki kile ambacho anakifanya. Ukabariki kazi ya mikono yake, ukabariki biashara zake, anapotoa kwa ajili ya kutumika, kwa ajili ya utumishi wako, kwa ajili ya huduma hii. Mungu ninaomba usimwache, usimpite katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema sana kwetu. Adui wa nyumbani mwako. Kumbuka yupo adui wa nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na tukisoma kwenye ile Mathayo 10:36 neno la Mungu linasema, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapo maadui wengi, lakini kuna adui wa nyumbani mwetu. Huyo adui wa nyumbani kwako ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka pia katika neno la Mungu tunaambiwa kwamba wapendeni maadui zenu. Sasa kwenye wapendeni maadui zenu kuna maadui wa aina nyingi. Shetani pia ni adui yako. Na shetani na maajenti wake. Je, hao unapaswa kuwapenda? Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri leo nimeshaliongelea kwenye moja ya masomo yangu kuhusiana na adui wa aina hiyo, kwamba tuna maadui wengi, lakini adui anayeongelewa hapa, wapendeni maadui zenu, sio shetani na maajenti wake. Maana shetani na maajenti wake hao Biblia imetupa namna ya kudili nao. Mkimbieni shetani. Imetupa namna ya kudili na falme za giza na nguvu zote za yule mwovu. Imetueleza namna ya kudili na wachawi na waganga wa kienyeji. Imetupa namna ya kudili na hao watu wote ambao ni maadui katika ulimwengu wa roho. Sasa naongelea huyu adui ambaye yuko katika ulimwengu wa mwili, ambaye anaoperate katika mwili. Na huyu ni adui wa nyumbani mwako. Sasa huyu adui wa nyumbani mwako anakuwaje adui? Maana sasa ni nyumbani, ni mtu wa karibu, ni baba, ni mama, ni dada, ni kaka, ni mtoto. Sasa anakufanyikaje kuwa adui? Huyu mtu atafanyika kuwa adui kwanza iwapo utampenda kuliko unavyompenda Mungu. Ukimpenda mtu wako wa karibu, mume wako, mke wako, mtoto, baba, mama, kaka, dada, ukimpenda zaidi kuliko unavyompenda Mungu, yule mtu anafanyika kuwa adui, na tena anafanyika kuwa adui wa Mungu, na anafanyika kuwa adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema nipende kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpende jirani kama nafsi yako. Ila sasa tunakuja hapa kwenye kumpenda huyu ambaye yuko karibu. Ukimpenda kuliko unavyompenda Mungu, anafanyika adui. Labda nitoe mfano. Una mtu wa karibu, labda ni mume wako au ni mke wako au ni baba au ni mama, anakuambia ufanye jambo ambalo linaenda kumkosea Mungu.
Yaani kabisa jambo hili unajua kabisa hili linaenda kunisababisha mimi nikose na niwe na uhusiano wangu na Mungu uvunjike. Unapoenda sasa unapolifanya lile jambo kwa sababu unampenda, yani unaogopa kumlose, unaogopa kumkosa. Umeona eh? Yani unaogopa, yani una ule upendo kiasi ambacho sasa utavunja ule upendo ikiwa hautafanya kile ambacho anakuambia ukifanye. Na kile ambacho anakuambia ukifanye ni kile ambacho unaenda kumkosea Mungu. Inamaanisha wewe umempenda zaidi yeye kuliko unavyompenda Mungu. Lakini unapokuwa unampenda Mungu zaidi kuliko kumpenda yule wa kwako, akikwambia ufanye jambo ambalo litaharibu uhusiano wako na Mungu, ni lazima utakataa, kwa sababu upendo wako na Mungu ni mkuu kuliko upendo wako na yule. Sijui kama hapo tunaelewana. Unapoona mfano, unajua watu wengi huwa wanapenda kuhukumu sana, hasa kwenye ndoa za watu. Watu wanaingilia sana ndoa za watu, watu wanahukumu sana, watu wanaoachana, watu wanaweka hukumu sana. Lakini hawaelewi na wajui ni nini kilichomfanya yule mtu labda aondoke kwenye ile ndoa. Mwingine anaondoka kwenye ile ndoa kwa sababu ya kumpenda Mungu kuliko anavyompenda yule mtu. Mungu ndio anasema anachukia kuachana, lakini at the same time anasema unipende kuliko unavyompenda, nipende mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule ambaye anamwambia sasa, labda kwa sasa hivi kama unataka kuendelea kukaa katika hii ndoa, mimi sasa hivi tunatakiwa tuelekee katika njia hii. Kama unataka kuendelea na Mungu basi. Sasa wewe uchague. Umechagua ile ndoa au umemchagua Mungu? Kichagua ndoa na maana umemchagua mume wako na watoto na ndugu zako na wakwe zako na kila kitu, na ukaamua kuachana na Mungu. Lakini Mungu anasema unichague mimi. Kwa hiyo unapofanya hivyo sasa ndio maana ya kumpenda mtu kuliko kumpenda Mungu. Kuipenda kazi yako kuliko kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuyafanya yasiyofaa kwa sababu ya kuwapenda watu. Unapokataa wokovu kwa sababu unampenda fulani, unamkana Yesu kwa sababu unampenda fulani, na Yesu anasema na mimi pia nitakukana mbele za Baba yangu kwa sababu wewe umeamua kunikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ni namna moja ambayo huyo mtu wako wa karibu atafanyika kuwa adui. Atafanyika kuwa adui wa Mungu, atafanyika kuwa adui yako kwa sababu amekukosea. Na hata kama ni kazi yako itafanyika kuwa adui. Na ikifanyika kuwa adui, sijui nini Mungu atachukua hatua gani. Kwa sababu sasa kishafanyika adui, kumbuka Nabali, kama unamkumbuka Nabali. Nabali alifanyika kuwa adui wa Mungu kwa sababu alimkosea rafiki wa Mungu ambaye ni Daudi. Kwa hiyo na hivyo akafanyika adui wa Mungu kwa sababu ya upumbavu aliyoufanya. Kwa sababu ya kibei, dharau na kiburi na kuto acknowledge mtumishi wa Mungu, kuto muheshimu, alifanyika adui wa Mungu, na Mungu alimuua Nabali kwa sababu ya kuto kutii, kwa sababu ya kuto kufanya kile ambacho anataka kukifanya. Alifanyika adui kwa Mungu. Kwa Mungu ndio akachukua hatua. Kwa hiyo Mungu ndio yeye huwa anachukua adhabu. Anafanya hiyo adhabu kwa wale ambao wamegeuka kuwa maadui zake. Kwa sababu yako wewe hapa. Wewe ndio umewafanya wale wawe maadui za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza sana kwa nini kitu gani kinatokea, lakini wewe umefanya kazi yako iwe adui ya Mungu. Umefanya biashara iwe adui kwa Mungu. Imefanya wazazi wako wawe maadui kwa Mungu kwa sababu ya actions zako. Hujamweka Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa namna nyingine inaweza ikawa watu wa nyumbani mwako au watu wa nchini kwako au watu wa mkoani mwako au watu wa kanisani mwako wanaweza wakafanyika maadui kwa sababu hawakuamini. Yaani hawaamini ujuzi wako, hawaamini kile unachokifanya. Kwa hiyo wanafanyika kuwa maadui kwa sababu ya kile ambacho hawakiamini. Neno la Mungu linasema katika Luka 4:24, hakuna nabii mwenye kubarika katika nchi yake mwenyewe. Nabii akubariki katika nchi yake mwenyewe inamaanisha kwamba hata nyumbani kwake mwenyewe haukubariki ile wito wako ulionao, kwa sababu tayari watu wameshakuona.
kuna kitu fulani cha kinabii. Mfano, nabii anaweza akaanza kazi ile ya unabii akiwa labda na miaka 38. Lakini katika kipindi chote cha miaka 38 huyu mtu alikuwaje? Alikuwa wa kawaida. Alikuwa atoe huo unabii. Pengine alikuwa ni mtu wa dhambi kawaida. Watu walikuwa wanamfahamu, ofisini wanamjua, nyumbani wanamfahamu, nyumbani wanamjua. Sasa wanashangaa, ameanza lini huyu kutoa unabii? Huyu itakuwa ni mwongo. Kaanza lini kwa nabii? Mimi sijazaa nabii. Huyu atakuwa ni mwongo. Au kaenda kwa waganga nini? Au anadanganya watu wapate sadaka. Umeona? Kwa hiyo kile kitu chako hakikubaliki. Kwa hiyo hata wao wenyewe hawakufuati wewe kwa ajili ya kutafuta ile huduma yako, kwa ajili ya kupata ule huduma yako kanisani mwako. Wengine wanaweza wakasema huu utumishi hapana, sio wa ukweli. Kwa hiyo watakuja kufanyika maadui kwa sababu hautaendelea mbele. Una ujuzi fulani, ule ujuzi hawatauendeleza. Kile kipawa hakitaendelezwa. Iwe ni kanisani kwako, hawakubali wito ulionao Mungu aliyokuitia. Ni mchungaji wako amekulea toka ukiwa umeokoka. Leo hii anaanza kushangaa, unaanza kutolea watu unabii. Anasema huyu alianza lini? Alianza lini? Na mimi hapa, mimi ni mchungaji wake, ni mtu wa muda mrefu nini na nini. Kwa kutokujua ile, anashindwa kukiendeleza kile kipawa ulichonacho. Na anaweza akakiua kile kipawa ulichonacho, akafanyika kuwa adui. Kwa hiyo yule wa kanisani kwako anaweza akawa ni mchungaji, akaua kile cha ndani ulichonacho, kwa sababu ya kutokuamini kwamba na wewe unaweza ukatembea katika hiko ulichonacho. Kwa sababu anakujua, amekulea, anajua jinsi ulivyo, mienendo yako, kila kitu. Sasa imekuwaje leo from nowhere unafanya hiki, unafanya hiki, unafanya hiki? Sana sana ataanza kukuonya, uwe makini. Kuna wakati mnaenda huko, mnawekewa mikono, mnapokea nguvu za giza, mnaleta hapa vitu vigeni na nini. Anaua kilicho cha kwako, kwa sababu na wewe unanyong'onyea, unasema pengine hizi sio nguvu za Mungu. Unanyong'onyea. Kwa hiyo anaua, anafanyika adui wa kile kipawa kilichoko ndani mwako. Wanafanyika maadui wa ule ujuzi ulioko ndani mwako. Una ujuzi fulani, labda Mungu amekujalia, amekupa neema, umegundua ndege, umetengeneza na ile ndege imeanza kuruka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wale waliokufundisha, walimu waliokufundisha, hawaelewi umeanzaanzaje mpaka ukatengeneza hiki kitu. Hawakuamini kwamba kile ulichokitengeneza kinaweza kikafanya kitu. Wanachoamini ni kwamba kile kilichokitengeneza kinaweza kikaanguka kikaua watu. Lakini anatokea mtu mwingine kutoka nchi nyingine kabisa, anakuamini kwa kile ulichokifanya, anakiangalia na kukiboresha, na kile kitu anakipeleka nchini kwao na kinaenda kufanya mabadiliko. Kwa hiyo hata watumishi inakuwaga hivyo hivyo. Kuna atakaye muamini, yule ambaye muamini atamchukua, atamnecha na atamlea na atakaa chini ya miguu yake. Sijui kama unanielewa. Lakini wewe unakuwa sasa umefanyika adui wa kile kipawa cha yule mtu. Umefanyika adui wa kile wa ule ujuzi wa vile vitu. Kama tukimwangalia Elia katika ile nchi ya Sidoni, wakati ule kulitokea njaa kwenye ile nchi. Hakukuwa na mjane mmoja tu katika nchi ya Sidoni. Lakini kwa nini Mungu alimtuma kwa mjane mmoja wa nchi ya mbali? Kwa sababu yule mjane yawezekana alisikia habari za Elia na alikuwa akiomba Mungu, hata huyo nabii aje kwangu, hata aingie tu kwenye hii nyumba yangu, kuna jambo litafanyika. Lakini wale walioko ndani, wale walioko kwenye ile nchi, hawakuwa wamemwamini Elia kama nabii. Hawakuwa wameamini kwamba kuna kitu Mungu anaweza akamtumia huyu mtu. Kwa hiyo wale wa nyumbani mwako wanaweza wasikuamini ya kwamba wewe unaweza ukafanya kitu, na hao wakawa adui. Pengine wanaweza wakaua hata kilicho cha kwako.
wakaua kichwa cha kwako kwa kutokuamini, kwa kutokukipokea. Waliamini zaidi manabii wa uongo kuliko kumwamini Elia. Bwana Yesu asifiwe. Ikafikia kipindi mpaka Elia alienda kujificha. Walikuwa wanaua kile kilichoko ndani yake, nabii mkubwa Elia, lakini kuna kipindi ilifika alienda kujificha kwa kuogopa maneno. Yalikuwa ni maneno ya Yezebel. Yezebel alizungumza maneno tu ya kutisha. Wewe sijui nini, mimi nitakuua, nitakumaliza. Alienda kujificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kinaweza kikauliwa, kikacheleweshwa kwa sababu ya wale watu ambao karibu yako hawakiamini. Lakini pia tunaangalia wakati wa Elisha. Kwenye wakati wa Elisha kulikuwa na wenye ukoma hakuwa mmoja. Wenye ukoma walikuwa wengi sana. Lakini Mungu alimpa kibali Naamani. Naamani alimwamini Elia. Pale Naamani alivyoambiwa yuko mtu nabii wa Mungu anaitwa Elia, yeye ataenda kukusaidia, aliamini. Bwana Yesu asifiwe. Aliamini na akaenda kwa Elia, akafika kule, akapewa maelekezo, akayafanya na akapona. Lakini mwingine anaweza akapewa maelekezo akasema hawa ndio wale sasa, wale wa uongo. Kwa hiyo ukapewa maelekezo yafanye, ukasema yani ni wale wa uongo. Huyu Vero sinamjua, huyu tumesoma naye, huyu tumesoma naye, mimi namfahamu vizuri. Basi unaishia hapo hapo. Lakini kuna yule ambaye anasema huyu nina uhakika ni mtumishi wa Mungu, anapokea. Kwa sababu utapokea zawadi ya nabii unapompokea nabii. Kwa hiyo unapompokea Elia na kumwamini Elia, anaweza akafanya jambo kwako, inachochea kile kilicho ndani mwake na kinafanyika. Lakini kama huamini, kile kitu hakitafanyika. Mungu anaangalia na imani iliyoko ndani mwetu kwa ajili ya kufanya jambo kwa ajili yako. Kwa hiyo unapokuwa huweki ile imani, unafanyika kuwa sasa adui. Unaweza kufanyika adui kwa kuua kile ambacho kiko ndani ya yule mtu, kukimaliza kile ambacho kiko ndani ya yule mtu. Kwa hiyo wewe ambaye unaona una ujuzi, una wito, una kitu fulani cha innovative, ya mseme innovation, kitu kipya unacho, ndio utashare na watu wa karibu. Lakini jitahidi sana kushare na watu wa mbali, kwa sababu watu wa karibu wataua kicha kwako. Lakini pia ukiona watu wa karibu wanakuvunja moyo, nenda kwa watu wa mbali. Hao wataamini kilicho cha kwako, wataamini kilicho ambacho umebeba. Wale watu ambao uko nao pamoja wamekuona udhaifu wako, walikuona ulianguka. Kuna kipindi ulianguka katika dhambi, kuna kipindi waliuona udhaifu wako. Wale watu hawatakuamini kwamba wewe umebadilika, wewe Mungu ameshakukubali, wewe Mungu anatembea na wewe sasa hivi. Hawawezi kuamini hicho, bado wataamini kile kilichopita, bado wataamini ile past. Na kwa namna hiyo hawatapokea. Kwa hiyo ukiendelea kung'ang'ana na wakaribu yako, hauwezi kupiga hatua, kwa sababu hao watu hawatakupokea. Kwa hiyo unatakiwa sasa uanze kutafuta kipya, eneo jipya, mahali kupya. Nenda mbali, huko ndiko utapiga hatua, huko ndiko utapata kibali, huko ndiko utakubalika. Umekuwa na watu fulani ambao uko nao, unafanya nao kazi, unafanya nao biashara, lakini katika kufanya nao biashara au katika kufanya nao huduma kuna kitu ulikosea. Kwa hiyo katika kukosea kwako, wale tayari walishaondoa imani iliyoko ndani yako na wao. Katika kufanya kwako biashara, bahati mbaya ulichukua pesa, ulivyochukua zile hela wakawa tena hawakuamini wewe kwa habari ya fedha. Lakini wewe tayari umeshabadilika. Ili usonge mbele, ili uende mbele, huwezi tena kukusanya hao na ukajumuika nao, hawatakuamini tena wala hautaenda mbele. Bali unatakiwa kutoka na kwenda kuanzisha kitu hiko sehemu nyingine.
Huko ndiko watakapokuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta labda mtu yuko daktari na yuko kwenye familia na ana uwezo mkubwa sana, na kwenye hilo familia kuna mtu anaumwa na yule ana specialization kwenye hilo eneo, lakini hawamuamini kwa sababu ni mtoto wa nyumbani, wanamuita mtoto. Huku ukitoka nje wanakuita bingwa, huku ukiingia ndani wanakuita mtoto wetu, mwanetu. Niletee Panado. Ukishaondoka hapa naomba ulete na Panado. Lakini ukitoka hapo ukienda kule kwa nakokuita bingwa, kuna mtu anakuja anasema, ninaomba unieleze kwa habari ya tatizo langu. Mimi nakuachia kila kitu, wewe eleza. Naomba wewe unisaidie. Kwa sababu anakufanya nini? Nakuamini. Na kwa sababu anakuamini, you will do everything you can possible. Kila unachoweza kukifanya ili kuweza kukufanikisha. Mtu anapokuamini katika taaluma ulionayo, utafanya kila unachokifanya ili kuonyesha kwamba yuko sahihi kwa kile anachokuamini. Lakini mtu ambaye hakuamini, hakutakuwa na matokeo. Hakutakuwa na yale matokeo. Kwa hiyo kwa namna hiyo wanafanyika adui wa wewe kupiga hatua, adui wa wewe kwenda mbele, adui wa wewe kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia wa nyumbani mwako wanaweza kuwa adui kwa sababu hawa wanakufahamu nje na ndani. Wanajua kila kitu. Kwa hiyo ni rahisi kutumiwa na adui kwa ajili ya kukuletea mashambulizi. Nishafundisha kwa habari ya monitoring spirits, kwamba monitoring spirits wanaweza pia wakawatumia watu wako wa karibu kwa ajili ya kupata taarifa kutoka kwako. Kwa hiyo hawa wanaweza wakatumika na wakawa maadui, kwa sababu wataliki taarifa zako kwa maadui, na kwa sababu zimeliki, wale lazima watakufanya nini? Watakushambulia, kwa sababu wameshaujua udhaifu wako. Kumbuka Samson na Delila. Delila alikuwa ni mke wa Samson. Delila alimfahamu vizuri Samson. Kwa hiyo Wafilisti walimtumia Delila ili kuweza kupata taarifa za Samson. Kwa hiyo Delila alifanyika kuwa adui wa Samson mwishoni, kwa sababu mwisho wa siku Samson alipatwa na maadui zake, wakamaliza, wakasababisha majeraha katika maisha yake, wakaondoa zile nguvu zake kwa sababu ya Delila. Walimtumia Delila kwa sababu mfano mzuri ni wa Adam na Eva. Nyoka alienda kumtafuta Eva tu ili amalize kila kitu, apate taarifa. Eti mmeambiwa kwamba eti msile ule mti. Alikuwa hajui, ana uhakika. Kwa hiyo alienda pale kwa Eva aseme eti mmeambiwa, ili apate full information, apate taarifa. Afu akishapata taarifa aongeze na anachojua yeye, na aongeze na deception. Alikuwa na power of deception. The devil has power of deception. Kwa hiyo alikuwa ile nguvu ya udanganyifu yake alionayo, akasababisha Eva adanganyike kwa urahisi, kama sisi wanawake tulivyo. We think by our hisia. Tunafikiria kwa hisia zaidi kuliko kufikiria kwa akili. Kwa hiyo kwa sababu tunafikiria kwa hisia, basi akajua tunda hili zuri kishampelekea pale na Adamu, tutakula, tukishakula na sisi Kwa hiyo ile ikamfanya aingie katika dhambi, na dhambi ndio ikawa ya ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa ni rahisi kutumiwa na adui. Watasimamisha jambo. Unataka kufanya biashara, utamueleza. Kwa sababu wana upendo, watago beyond. Yes, wanakupenda sana. Wanaogopa usije ukaumia. Kwa hiyo sasa, baada ya kukutia moyo kuendelea kuifanya ile biashara, watasema biashara ya silaha, ndugu yangu, biashara ya silaha sitaenda nani? Ikija kutokea umepata mfanyakazi kichaa, anakubaliza nazo hizo. Yaani wanaonekana kama wako katika negativity, lakini kwa sababu anakupenda, kwa hiyo anajaribu kukuprotect. Katika kukuprotect anageuka kuwa adui wa mafanikio yako.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mambo mengine ndio maana wengine huwa wanafanya kwanza bila kuambia watu wa karibu yao, kwa sababu wanaweza wasifanikiwe. Pia wanaweza kutumika kuleta distraction. Wanaweza kutumika kuleta distraction. Distraction yani sio niseme, so distraction ya kudestroy, kudistract. Yani mfano unahitajika uwe na ukimya katika maombi. Watatumika kudistract usikae katika ule ukimya wa maombi. Au kama mfano umeweka unasema mimi nimetunza kwenye akaunti milioni 10 kwa ajili ya kitu fulani. Watatumika kudistract hicho kitu kisifanyike. Watatumika kudistract, mfano unasema mimi nataka kuanza masomo ya Biblia, au nataka kwenda kuanza masomo sehemu fulani, nimeshaweka ada. Unashangaa mtu fulani anaumwa pale ndani. Afu ile hela yote ada inatakiwa iende kule kwa ajili ya kumuuguza. Kwa hiyo atafanya ile watadistract, na hivyo watakuwa maadui wa wewe kuingia kwenye kile ambacho unatakiwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakudistract kama unahitaji kufanya eneo la maombi. Kwa hiyo kuna mambo mengine unatakiwa uyafanye kwa kimya, kuna mambo mengine unatakiwa ufanye kwa kuondoka mahali ulipo ili yaweze yakafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine unatakiwa kuyaignore ili uweze kufanikiwa. Nakumbuka kuna binti mmoja hivi alikuwa amemuomba sana Mungu kwa habari ya ndoa. Naomba Mungu sana kwa habari ya ndoa. Na alikuwa anapata vita kubwa sana kwenye ndoa. Wakati mwingine anakuja watu wanatoa mahali wanamwacha. Yaani wakishatoa mahali wanakimbia, hawaonekani tena. Kwa hiyo sasa ikaja kutokea huyo mmoja akamtolea mahali na akaenda mpaka madhabahuni. Siku ya ndoa ukatokea msiba wa mzazi kabisa, mzazi wake. Yeye akasema naomba tuendelee na ndoa, tutaiacha sherehe lakini naomba tuendelee mpaka viapo vikamilike. Kuna watu wengine huwa wanafanya viapo wakiwa kitandani hospitali. Anasema mimi nisipofanya hiki kiapo sitafanya tena, naomba kiapo hiki kifanyike hapa, naomba pete hii ivalishwe, naomba tu tumefunga ndoa, naomba ni sign kabisa cheti changu. Kwa sababu wale watu wa karibu watatumika kwa namna hiyo kuhakikisha wanafanya kile kitu kisifanye nini, kisiendelee. Kwa hiyo wewe utakiwa kuentertain kile, wewe unatakiwa kukaza buti na kusema mimi ninasonga mbele, naendelea kufanya kile ninachokifanya. It doesn't matter, haijalishi hapa katikati kuna kitu gani kinaendelea, sababu hawa wanatumika tu. Hakuna chochote kinachotokea hapa na hakuna chochote kitakachotokea, hakuna atakayeumwa, hakuna atakachofanyika, hakuna kitu fulani. Mimi nitasonga mbele, nitaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimeshasema wanatumika kutoa taarifa, wanatumika kuliki taarifa katika kambi ya adui. Tunamwona Amnoni na Tamari. Hawa walikuwa ni ndugu. Walikuwa ni ndugu ambao ni distance. Na Amnoni alimpenda Tamari. Ni ndugu yake wa upande wa mama. Alimpenda sana. Na akawa anafikiria, sasa nitafanya nini? Mimi ninampenda na kwa ukweli hawezi kunikubali. Kwa sababu anaona mimi ni ndugu yake, tumecheza wote, hawezi akanikubali. Sasa ninafanyaje? Huyu Amnoni alikuwa na rafiki akamshauri. Akamwambia, bwana, wewe fanya hivi, jifanye unaumwa. Nenda chumbani, jifanye unaumwa. Alafu mfalme, sababu Amnoni ni mtoto wa mfalme, wote hao watoto wa mfalme. Kwa sababu sasa mfalme akikwambia tukufanyie nini, mwambie mimi naomba Tamari aniletee chakula tu. Alafu akishaleta chakula, basi wewe unaweza ukaendelea. Akachukua ule ushauri. Akalala akajifanya naumwa. Akamuita Tamari. Alipomuita Tamari, alivolala akaulizwa, akasema mimi nataka Tamari aniletee chakula. Basi Tamari akatii, na amleteka, anapelekea kakaangu anaumwa.
Akafika pale akamletea chakula. Alipompelekea tu kile chakula, Amnoni akamkamata, akambaka. Kwa hiyo lile jambo likamuumiza sana Tamari. Likamuumiza sana Tamari. Akaenda kwa kaka yake ambaye sasa ni kaka yake wa tumbo moja na kumueleza kitu ambacho amemfanyia. Akasema, kwa nini amekufanyia uovu mkubwa namna hii? Kwa nini amekufedhesha na kudhoofisha namna hii? Akaweka kinyongo na Amnoni. Na mwisho wa siku ilichotokea ni mauti kwa Amnoni. Aliuawa Amnoni kwa sababu ilibidi alipize kisasi kwa ajili ya dada yake Tamari. Kwa hiyo kuna namna hiyo ambayo sasa yule wa ndani yako alifanyika akawa adui wa ndani yako bila kumtegemea kwamba je, jamani huyu nani Amnoni anaweza kunibaka mimi? Una hiyo nani idea. Lakini alipofika kule alifanya nini? Alimfanyia uovu, alimfanyia vitu vibaya. Kwa hiyo hawa watu wanaweza wakatumika na shetani kwa ajili ya kukuharibia future. Huyu Amnoni ni alimharibia Tamari future. Hatuongelei zama hizi, tunaongelea zama hizo ambazo mwanamke alikuwa anaolewa akiwa hajakutana na mwanamume. Sasa huyu tayari amemharibia. Kwa hiyo amemuondolea heshima, amemuondolea kukubalika tena, na atakayemuoa akimuona yuko katika hali hiyo atakuwa tayari ameshamhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ameharibu kila kitu. Kwa hiyo au watatumika kwa ajili ya kuharibu kile ambacho kiko kwako. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vya ndani ambavyo ambao unajua unataka kufanya. Unataka kufanya projects, unataka kufanya huduma, unataka kufanya kitu cha fulani. Wale ambao ni wa karibu yako, ambao unaona kabisa previously au mwanzoni walikuwa wamekujua wewe katika hali fulani, ni ukiwashirikisha hao tena katika kitu kipya, watajua wewe uko vile vile kama ulivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo wanakuwa wanafanyika maadui wa kukupeleka kufanya wewe uende na usonge mbele. Kwa sababu utakata tamaa. Utakata tamaa kwa sababu unasema hawa ndio ambao nimewaamini kwamba wao watanisaidia, hao walimu wangu ndio ambao nimewaamini ya kwamba nimepeleka hii project watanisaidia kusogeza mbele ili mimi niweze kufanikiwa. Lakini hawa ndio ambao wameona kama vile mimi kwa sababu nilishawahi kutoroka shule, mimi kwa sababu nilishawahi kuiba nikiwa shule, kwa hiyo hiki kitu siwezi kukifanya. Kwa hiyo wataamini kwa namna hiyo. Kuna vitu ambavyo sasa unatakiwa kuvifanya mbali na watu ambao wako nyumbani mwako. Kwa maana adui wa nyumbani mwako anaweza akasababisha wewe usifuke wala usipige hatua. Adui wa nyumbani mwako ni pamoja na adui ambaye yuko katika nchi yako, tegemea na unachotaka kukifanya. Ni pamoja na yule ambaye yuko katika nchi yako, ni pamoja na wale ambao ni wa kanisani kwako, ni pamoja na wale ambao wa nyumbani kwako, wale ambao ni wako katika ofisi yako. Ni wale ambao wana either hawakuamini kwa sababu wameamua kutokuamini kwa sababu ya past mistake, au hawakuamini kwa sababu au wanakukataza kwa sababu wanataka kukulinda, na wao wanajua wanakulinda, lakini in the real sense wanakuzuia. Bila wao kujua kwamba wanakuzuia, ila wao wanajua kwamba wanaweka ulinzi kwako, pengine usipate shida. Ukienda kufanya hizo kazi ni kazi gani? Hizo zitakupa shida, utakuwa kazi yako kuhangaika. Kumbe wewe hiyo kazi ya kuhangaika ndio kazi inaenda kufanya kuwa bilionea. Hiyo kazi ambao wanaona biashara ya kuhangaika ndio ambayo inaenda kufanya kuwa bilionea. Hiyo biashara ambayo unasema kwamba utaenda kwenye machimbo ya madini wewe mwanamke, unaanzaje? Kumbe hiyo ndio biashara inaenda kufanya uwe bilionea. Lakini wao kwa sababu ya kulinda wanasema hapana, hiyo sio ya kwako. Hiyo itakuumiza. Hiyo itakusababishia. Ndio maana wengine wanapendaga nikitaka ushauri ni bora niende kwa mtu asiyenifahamu kwanza. Nimweleze pia ajue hiki ndio ninachokifanya. Hajajua my past. Kwa hiyo ni muulize anipe. Ndio maana kuna watu wanaitwa mentors. Mentors labda kwenye biashara. Na sasa wako kwenye biashara. Mentors wako kwenye biashara ambao wanaweza wakakuguide, wakakuelekeza namna ya kufanya biashara kwa sababu wao wameshafanya nyuma.
Kwa hiyo akakuelewesha, kuelekeza. Kwa hiyo mentor hakufahamu wewe, anaanza kukufahamu kuanzia pale unapojitambulisha. Kwa hiyo ukianza kufahamu pale unapojitambulisha, anaanza kukufahamu kwa upya, kwa wewe utakavyoanza kujiportray kuanzia pale, ya wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna hayo mambo, na kuna hao watu na hao adui ambao wako nyumbani mwako, na ndio maana neno la Mungu linasema wapendeni adui zenu, waombeeni wale wanaowaudhi. Sasa hawa ndio kuwapenda tu, maana hakuna namna nyingine ya kuanza kuwachukia, kwa sababu hawa ambao wanaweza wakazuia, hawa wanaweza wakafanyika kuwa upenyo. Ndio maana unawatakiwa kuendelea kuwapenda, kwamba hawa wanaweza kuwa upenyo, hawa wanaweza wakasababisha pia upenyo. Yanaweza kawa adui sasa hivi, lakini baadaye akasababisha upenyo wako katika hali ile ile ya uadui. Ndio maana Biblia inasema wapendeni adui zenu. Kwa hiyo hawa adui zako ambao unaambiwa uwapende, sio adui katika ulimwengu wa roho wanaopambana na wewe katika roho. Wanapambana na wewe katika kukuharibia mambo yako, kufunga mambo yako katika roho. Hao sio adui wa kuwapenda. Bwana Yesu asifiwe. Hao kuna namna ambavyo Biblia imesema tunadili nao. Nguvu na mamlaka za giza tunadili nao kivipi? Neno la Mungu limeweka. Neno la Mungu limeshasema. Mwingine anasema kwamba okay, mimi naelewa kabisa mama mkwe wangu ni mchawi. Sasa nafanyaje? Natakiwa nimpende na najua kabisa anaharibu mambo yangu. Yule ni adui yako inapokuja kwenye mambo ya rohoni. Kwa hiyo unatakiwa kudili kwa akili. Inapokuwa katika rohoni na katika maombi, unavunja, unakemea kila nguvu zote za kichawi, kishirikina, unapigana, unapambana. Asubuhi, shikamoo mama. Asubuhi, habari yako? Asubuhi, unaendeleaje? Kwa maana katika physical unamuona. Unaendelea kumpenda kama kawaida, kama binadamu wengine. Yumkini atabadilika. Yumkini atafuata neema, atapata neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana atayaona upendo wako. Lakini katika kuona upendo wako ataona nguvu iliyoko ndani mwako ambayo inamzuia yeye kufanya kile ambacho anataka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Ninaamini neno hili la leo limekubariki na Mungu amezungumza na wewe kwa ukubwa. Ninaamini Mungu amesema na wewe kwa ukubwa, na naamini umeelewa sasa kwa nini na kwa habari ya adui wa nyumbani mwako na kile ambacho anaweza kukifanya kwako na namna gani utoke katika hilo ili uepuke na ule uadui wake, uepuke na namna ambavyo anaweza akasababisha usisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna ambavyo anaweza kufanyika kuwa sasa adui wa Mungu, hasa yule ambaye anasababisha utoke kwenye uwepo wa Mungu. Anaweza kufanyika kuwa adui wa Mungu na ukasababisha mabaya tena na ukaumia, kwa sababu sisi umempenda Mungu, anaenda anafanya kitu ambacho tena kinakuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vema ukapenda Mungu zaidi kuliko kupenda wa nyumbani mwako, kwa sababu neno la Mungu linasema awapendaye wa nyumbani mwake kuliko kunipenda mimi hanifai. Mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, na mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kuikana nafsi yako na kuyafuata yaliyo ya Kristo, kuyafuata yaliyo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.